Kwenye majlisi yetu ya jana tulizungumza sana kuhusu as-sunnatu at-tarkiyya na namna ndugu huyo ambaye tunamrudi mudir wa Shamsul Maarif alivyojaribu kuikwepesha au kuikataa nukta hii, msingi huu madhubuti wa sunnatu tarkiyya, akionyesha kana kwamba jambo hili nimelianzisha mimi, tena sikulianzisha kwa kutegemea misingi ya elimu, bali nimeanzisha kwa kutumia ujanja, na malengo yangu sio kwamba tunataka kuinusuru dini. Malengo ni kutaka kupinga kauli ya shekhi wake, jambo ambalo au maneno ambayo hayana ukweli kutoka mwanzo mpaka mwisho. Kwenye maudhui au kwenye majlisi yetu ya jana tukawa tukamthibitishia kwamba as-sunnatu at-tarkiyya sikuianzisha mimi, na wala hapakutumika ujanja wowote, na wala malengo yalikuwa si hayo. As-sunnatu at-takririya as-sunnatu at-tarkiyya ni sunna ambayo imeelezwa na wanawazuoni wa Kiislamu tangu hapo kale, na wameifanyia kazi na wameitoa katika misingi madhubuti ya kiilmu na adilla za kisheria. Kwa hiyo as-sunnatu at-tarkiyya iko, hilo tukalithibitisha kwa kupitia baadhi ya nukuu tulizozitaja kutoka kwa wanawazuoni wetu wanaotegemewa kwamba jambo hili lipo, na maneno hayo ya kwamba at-tarku ni adamu ad-dalil au at-tarku la yadullu ala at-tahrim li'annahu adamu ad-dalil wa adamu ad-dalil laysa bid-dalil, si maneno yaliyojengwa katika msingi imara wa kielimu. Ni maneno yametajwa kwa ijmali mahali ambapo panahitaji bayan au tabyin, mahali ambapo panahitaji at-tafsil, na tafsili ni kama hile tuliyohitaji jana kwamba at-tark lahu ahwalun wa suwarun wa ahkam. Tark ina hali mbalimbali, ina sura mbalimbali, na ina hukumu mbalimbali, na haikufungwa katika hali moja. Na kwa hilo tukataja baadhi ya hoja zinazokubalika Kiislamu, na mfano wa hoja hizo ni suala la Mtume sallallahu alaihi wasallam kuyaacha baadhi ya mambo, hakuyafanya katika mambo ya ibada, na wanawazuoni wakachukulia kwamba kuacha kwake huko, kuyaacha mambo hayo, ni dalili ya kwamba hayafanywi, na yakifanywa ni makosa. Miongoni mwa hayo ni adhana katika zisizokuwa swala 5 za faradhi. Mtu akiadhini kwa ajili ya swala ya sunna au akiadhini kwa ajili ya swala ya sunna ratiba au akiadhini kwa ajili ya swala ya tarawih mathalan, au salatu al-kusuf au salatu al-janaiz au salatu al-istisqa au salatu al-eidain, akaleta adhana au iqama, atakuwa ameleta bid'a katika dini, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallama aliacha, na sababu ya kufanya jambo hilo ilikuweko na hakukuwa na kizuizi. Halikadhalika Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wakati wa kupiga vijiwe katika aljamarat alikuwa akipiga, akianza na الصغرى kisha الوسطى
kisha al-kubra, kisha anaelekea upande wa Makka, anasimama anaomba, anaondoka. Anapiga as-sughra, anasimama anaomba, kisha anakwenda katika al-wusta, anafanya hivyo hivyo, kisha akifika katika al-kubra, akimaliza anaondoka. Hakuna masala ya kusimama kuswali wala jingine lolote. Sasa mtu akimaliza kupiga vijiwe katika al-kubra au al-jamratu al-kubra, jamratu al-aqabati al-kubra, kisha akasimama akaswali rakaa 2, atakuwa ameleta jambo la uzushi. Kadhalika Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama alikuwa akimaliza kufanya tawafu katika al-Kaaba, anaswali rakaa 2 katika maqam Ibrahim, kwa sababu ya aya alifanyia kazi na ta'wili ya aya, wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla. Anasimama anaswali rakaa 2 kwa sura maalum, al-Fatiha na suratul Kafirun, kisha al-Fatiha na suratul Ikhlas. Lakini mtume huyo sallallahu alaihi wasallam alikuwa akienda kufanya sa'i baina Safa wal Marwa, anafanya sa'i mara 7, anaanza na Safa anamalizia Marwa, na haijapokewa kwamba alikuwa akimaliza kufanya sa'i anasimama anaswali rakaa 2. Mtu akifanya hivyo atakuwa ameleta bid'a. Hivyo ndivyo wanavyotueleza wanawazuoni. Kwa nini kafanya bid'a? Kwa sababu amelifanya jambo ambalo aliliacha Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hali ya kuwa ni jambo la ibada. Sababu ya kufanywa kwake ilikuweko na hakukuwa na kizuizi, lakini aliacha. Kwa hiyo sunna ni kuacha, na wala hapana hoja hapo kwamba lakini swala ni kheri, na hapa ni katika msikiti mtukufu wa Makka, kuna kadha wa kadha. Hiyo itakuwa si hujja. Hujja ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliacha. Kadhalika Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika utaratibu wake, katika mfano wa mambo ya hakika na mambo ya udhiya, alichagua wanyama maalum. Alichagua ngamia, ng'ombe pamoja na mbuzi na kondoo. Wakati huo nyumbu walikuwepo, farasi walikuwepo, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuchinja farasi kwa ajili ya udhiya, na wala hakuna sahaba yoyote aliyefanya hivyo, wala hawakuchinja wanyama pori kama vile swala, kama vile pundamilia na wengineo. Kwa hiyo mtu akija hii leo akachinja katika udhiya, akataka kuchinja farasi au ataka kuchinja pofu au ataka kuchinja kurungu, paa na wengineo au digidigi, ataambiwa hii ni bid'a. Kwa nini? Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliacha kufanya hivyo, sababu ilikuwepo na hakukuwa na kizuizi. Au kwenye hakika hakuchinja ng'ombe wala hakuchinja ngamia, na walikuwepo ngamia, ng'ombe walikuwepo. Kwa hiyo mtu akija leo akataka kuchinja kwenye hakika kwa sababu ameruzukiwa mapacha au alichelewa kupata watoto, kwa hiyo Allah akamruzuku watoto, kwa ile furaha yake akaona mimi nitachinja ngamia, nimeruzukiwa alhamdulillah, hakika ngamia, itakuwa amefanya jambo la bid'a. Sunna ni kuchinja mbuzi au kondoo. Kwa hiyo lile aliloliacha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma tarakahu ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ashabuhu al-akhyar min al-ibadat ma'a wujudi al-muqtadi wa intifa'i al-mani'i, fatarkuhu wajibun wa fi'luhu bid'atun madhmuma. Lile ambalo ameliacha Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake watukufu waliobora miongoni mwa mambo ya ibada, pamoja na kupatikana na kuwepo muktadhi wa hilo, haja yenye kuhukumilia hilo, hikma yenye kuhukumilia hilo, na hakuna kizuizi, kilikosekana kizuizi cha hilo, kuliacha ni wajibu na ndiyo sunna, na kulitenda jambo hilo itakuwa ni bid'a. Haya ni katika yale ambayo
tuliyaeleza katika darasa iliyopita. Kwa hiyo maneno ya kiujumla yale kwamba li'annahu au at-tarku la yadullu ala at-tahrim li'annahu min babi at-tark أو التحريم لأنه من باب الترك لا يدل على التحريم لأنه من باب الترك وهو لا يدل على التحريم لأنه عدم الدليل وعدم الدليل ليس بالدليل. maneno haya hayako katika msingi usawasawa, lakini katika kuyaweka wazi zaidi, jana kuna maneno niliyofia muda nikayaacha ile maneno, nayo ni maneno ya al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Nataka niyataje maneno haya pamoja na maneno ya Ibn Hajar, alafu nitoke hapa twende kwenye maudhui ya leo. Maudhui ya leo itakuwa imebeba maswali mengi sana. Tunaomba Allah tawfik atupe wasaa wa kuweza kuyahudhurisha. Al-Imam Ibn al-Qayyim rahmatullahi ta'ala alayhi kwenye kitabu chake A'lamu al-Muwaqqi'in, A'lamu al-Muwaqqi'in, baadhi ya chapa inaandika kwa kasri ya hamza I'lamu al-Muwaqqi'in, lakini sawabu ni kama nilivyoeleza kwamba hasa katika muktadha wa lugha na mwenyewe alivyokiita kitabu hiki amekiita A'lamu al-Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Katika kitabu hiki juzuu ya pili ukurasa wa 389 mpaka 391 ana maneno yafuatayo rahmatullahi alayhi. Anasema amma naqluhum litarkihi fahuwa naw'an wa kilahuma sunnatun, ama nukuu zao za kuacha kwake Mtume sallallahu alaihi wasallam ziko katika aina mbili, na aina zote hizo ni sunna. Nukuu walizozitaja kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa ameacha jambo fulani ziko katika aina mbili, na aina zote hizo ni sunna. ahaduhuma tasrihuhum bi annahu taraka kadha wa kadha wa lam yaf'alhu ka qawlihi fi shuhada'i Uhud wa lam yaghsiluhum wa lam yusalli alayhim وقوله في صلاة العيد لم يكن أذان ولا إقامة ولا نداء، وقوله في جمعه صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهم ونظائره. aina ya kwanza ni kusema kwao wazi wazi kwamba yeye Mtume sallallahu alaihi wasallama ameacha jambo kadhaa wa kadha na hakulifanya kama walivyosema kuhusu mashahidi wa Uhud. Hakuwaosha wala hakuwaswalia. Mtume sallallahu alaihi wasallam wale watu waliouawa pale katika vita vya Uhud, kina Hamza wa kina Amr ibn al-Jamuh na wengineo ambao walikufa katika vita, waliuawa katika vita vya Uhud, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwazika bila ya kuwaosha wala hakuwaswalia. Na hiyo ndio sunna. Mtu atakapokufa katika vita akawa ni shahidul ma'raka, amekufa katika vita vile, ameuawa katika mapigano na makafiri, akawa amekufa shahidi na ni shahidul ma'raka, haoshwi huyo wala hataswaliwa. Kadhalika anasema na kauli yake kuhusu swala ya Eid, haikuwepo adhana wala ikama wala ulingano wowote siku ya Eid. Hapakuadhiniwa wala hapakukimiwa wala hapakusemwa qumu ila salatikum yarhamukumullah au as-salata jami'atan na mfano wa kauli hizo, hapakusemwa. Na kama kauli yake kuhusu kukusanya kwake baina ya swala mbili, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuswali sunna baina ya swala hizo mbili wala baada ya swala moja katika hizo mbili wakati wa kukusanya. Labda ametokea udhur, yuko safarini, akawa amekusanya swala baina ya dhuhuri na al-asr katika wakati wa dhuhuri au katika wakati wa asr wal asr, kwa jamu taqdim au jamu taakhir,
au katika wakati wa al-isha, mfano magharibi na isha, ima katika wakati wa maghrib au wakati wa al-isha. Alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anapofanya jamu haswali sunna, si sunna ya maghrib wala sunna ya isha. Hii inaonyesha kwamba kuacha kufanya hivyo ndiyo sunna. Kwa hiyo akaendelea al-Imam, wathani adamu naqlihim lima law fa'alahu latawaffarat himamuhum wa dawaa'ihim au aktharihim au wahidin minhum ala naqli فحيث لم ينقله واحد منهم البتة ولا حدث به في مجمع أبدا علم أنه لم يكن. aina ya pili ni kutonakili kwao jambo ambalo lau kama alilifanya basi zingeelekea juhudi zao na yenye kuwapelekea wao kwenye kuyanukuu, ima wote au wengi wao au hata mmoja miongoni mwao. Basi ilipokuwa hakuna mtu yoyote aliyenukuu hilo wala hakuna aliyezungumzia katika mkusanyiko wowote, ikajulikana kwamba jambo hilo halikuwepo. Kisha akaendelea al-Imam kwa kupigia mifano, anasema wa hadha katarikihi at-talaffuz bin-niyyati 'inda dukhulihi fi as-salati au tarikihi ad-du'a ba'da as-salati mustaqbil al-ma'mumin wa hum yu'minuna 'ala du'a'ihim da'iman ba'da as-subhi wal-'asri أو في جميع الصلوات وتركه رفع يديه كل يوم في صلاة الصبح بعد رفع رأسه من الركوع الثانية، إلى أن قال ومن الممتنع أن يفعل ذلك ولا ينقله عنه صغير ولا كبير ولا رجل ولا امرأة البتة وهو مواظب عليه هذه المواظبة لا يخلو به يوما واحدا، وتركه الاغتسال للمبيت بمزدلفة ولرمي الجمار ولطواف الزيارة ولصلاة الاستسقاء والكسوف. anasema na hili ni kama vile kuacha kwake Mtume sallallahu alaihi wasallam kuitamka nia wakati wa kuingia kwake kwenye swala. Kwa kiswali akisikia akisema tu Allahu akbar, hakuwahi kusikika hata siku moja akisema nawaitu usalli فرض الظهر 4 ركعات مأموما مستقبل القبلة لله تعالى. hakuwahi kusikika hata siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa akisema hivyo. Inaonyesha kwamba kuacha kwake ndiyo sunna na kufanywa kwake ni bid'a. Au kama kuacha kwake kuomba dua baada ya swala hali ya kuwa ni mwenye kuelekea maamuma na wao wakiitikia amin kwa dua yake daima baada ya swala ya dhuhri au swala al-asr au katika swala zote. Pia hili nalo halijawahi kutokea kwamba kuna siku Mtume sallallahu alaihi wasallama katika maisha yake kiasi cha mwaka mmoja au miaka miwili au miezi mitatu au hata wiki moja tu au hata siku 2 au 3 au moja au bali hata swala 2 au 3 au swala hata moja, kwamba alipomaliza kuswali swala ya faradhi akanyanyua mikono akawaambia watu al-Fatiha, ala hadhara sayyidina Muhammad al-Fatiha, watu wakaitikia wakasoma Fatiha, alafu akaanza rabbana atina fid dunya hasana baada ya swala. Hili jambo halijawahi kupokewa hata siku moja. Hata wao wenyewe wanajua kwamba hilo halijawahi kutokea hata siku moja, na wala hawana ushahidi hata wa kipande cha hadithi maudhui kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwahi kufanya hivyo, na kama wanacho walete hadithi hiyo. Au kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam kuacha kwake kunyanyua mikono miwili katika swala ya asubuhi baada ya kunyanyua kichwa chake katika rukuu ya pili, kisha akaomba Allahumma hdina fi man hadait na mfano hivyo. Na katika lenye kuzuilika ambalo halikubaliki ni kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ametenda jambo alafu hakuna mtu yoyote aliyelinukuu, si mtoto mdogo wala mtu mkubwa, si mwanamke wala mwanamme, na hali ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mwenye kulifanya hilo kwa kudumu. Haipiti siku katika siku zake hata siku moja ila amelitenda, alafu jambo hilo likawa hakuna hata mtu mmoja aliyelinukuu.
haiwezekani. Walikuwa wako wapi watu wote wamelala? Kwamba alifanya kwa sababu wanasema adamu dhikri la yadullu ala adami alwurud, kutokutajwa haifahamishi kwamba haikuja, yafahamisha kwamba haikuja. Sababu lao ingekuja ingenukuliwa na maswahaba wangetaja. Hii ni sheria. Wanzalna ilayka dhikra litubayyana linnasi ma nuzila ilayhim. Kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akapewa kazi ya kubainisha, na wakawekwa maswahaba ili waipokee risala, waifikishe kwa watu wengine. Wao hawajawahi kutunukulia hilo hata siku moja. Kama vile kuacha kwake kuoga Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa ajili ya kulala pale Muzdalifa, kwamba watu wakifika Muzdalifa waoge. Hakuwahi kufanya hivyo Mtume sallallahu alayhi wasallam, wala kwa ajili ya kuoga kwa ajili ya kupiga vijiwe katika aljamarat, wala kuoga kwa ajili ya tawafu ya ziara, wala kuoga kwa ajili ya swala ya kuomba mvua. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam wala kuoga katika kwa ajili ya swala ya kupatwa mwezi ni jua na mwezi. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akahimiza kwa ajili watu kuoga kwa ajili ya swala ya Ijumaa, na baadhi ya wanachuoni kwa mujibu wa hadithi wanasema ni wajibu. Ghuslul jumu'ati wajibun ala kulli muhtalim, wakitumia hadithi hiyo. Baadhi wengine wanaona kwamba hapana, ni jambo la sunna, ni jambo lililokuwa zuri. Ama kwa ajili ya salatu istisqa haijakuja hii. ومنها هنا يعلم أن القول باستحباب ذلك خلاف السنة، فإن تركه صلى الله عليه وسلم سنة كما أن فعله سنة. Anasema al-Imam, na hapa ndipo inapojulikana kwamba kauli ya usunna wa hilo aliloliacha ni kauli iliyo kinyume na sunna. Yani jambo aliloliacha katika sura hizo tulizozitaja, ukisema hili ni sunna, kauli yako hiyo iko kinyume na sunna, kwa sababu kuacha kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni sunna kama ilivyokuwa kutenda kwake ni sunna. فإذا استحببنا فعل ما تركه كان نظير استحبابنا ترك ما فعله ولا فرق. tutakapoliona kuwa ni sunna jambo aliloliacha, inakuwa ni sawa na kuona kuwa ni sunna kuliacha alilolifanya, na hakuna tofauti katika hili. Kwa hiyo kuna sunna ya kuacha, as-sunnatu at-tarkiyya, na haya yamefafanuliwa vizuri na mwanachuoni mmoja katika wanazuoni wa Shafi'iyya ambaye ni al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar al-Haytami al-Makki rahimahullahu ta'ala, ambaye amefariki mwaka 974 Hijria. Nilisema maneno yake kila mara nitakuwa ninayataja. Alipokuwa akifafanua kauli ya Umar radhiyallahu ta'ala anhu, aliposema wa qawlu Umar radhiyallahu anhu fi salati at-tarawih ni'matil bid'atu, yakasema hii, yani ni'matil bid'atu hadhihi. Na hii katika chapa nilionayo, na nina chapa ile ya kizamani ya rangi ya ukwaju ile, nikidisha kidogo. Sasa pale ametaja kwa lafzi hili ni'matil bid'atu hii, arada bil albid'ata al-lughawiyya وهو ما فعل على غير مثال سابق من غير على غير مثال، كما قال تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل وليست بدعة شرعية فإن البدعة الشرعية ضلالة. هذا maneno ya maimamu wanavyosema kama qala sallallahu alayhi wasallam. Tanza kufanya tarjama hapo kwanza. Anasema na kauli ya Umar kuhusu swala ya tarawih, bid'a iliyo bora ni hii. Amekusudia bid'a kilugha. Yeye alishangaa kama tutakapotaona katika majlisi nyingine kwamba swala alafu yaambiwa bid'a kilugha, swala alafu wale walikuwa pale wanaonekana ni mashehe waalimu, bid'a kilugha, yani wanashangaa kwamba hawajawahi kusikia hata siku moja kwenye kusoma kwao. Hebu tufafanulie hapo. Wakamwambia tufafanulie hapo. Hawajawahi kusikia kwamba kuna kitu cha bid'a kilugha, swala bid'a kilugha. Wakashangaa kweli kweli. Sijui wanasoma vitabu gani wenzetu. Bora bid'a iliyo bora ni hii.
kauli hii Umar amekusudia bid'a kilugha, nayo hiyo bid'a kilugha ni lile jambo lililofanywa pasi na kuwepo na mfano uliotangulia, kama alivyosema Allah, waambie, amwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, waambie sikuwa mimi ni uzushi katika mitume, sikuwa mimi ni mpya katika mitume, sikuwa mimi ni kiroja katika mitume. Mimi sikuwa bid'a, nilitanguliwa mimi, na sio bid'a kisheria. Aliposema hivyo ni'matil bid'a, hii bid'a hapa si kwa maana ya kisheria, ni kwa maana ya kilugha. Kwa nini si kwa maana ya kisheria? Anasema kwa sababu kila bid'a katika sheria ni upotevu. Kila bid'a, sheria ikisema hii ni bid'a, inamaanisha kwamba hili ni jambo la upotevu. Ndivyo anavyosema al-Imam Ibn Hajar al-Haytami, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa maana sisi tunatakiwa tuseme kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tukitaja jambo la kidini la kisheria, kama ni ibada, iwe ni ibada tena ibada mahdha, iwe ni mutlaqa au ni muqayyada, ibada yoyote tukisema kwamba hii ni bid'a, basi ujue kwamba hiyo ni bid'a dhalala, tukikusudia kwa ile maana ya kisheria. Kisha akaendelea akasema, waman qasamaha min al-ulama'i ila hasanin wa ghairi hasanin fa innama qasama al-bid'ata al-lughawiyya au fa innama qasama al-bid'ata al-lughawiyya ومن قال كل بدعة ضلالة فمعناه البدعة الشرعية. amemaliza mzozo hapa, anasema na aliigawa hiyo bid'a katika wanawazuoni, akaigawa kwenye bid'a nzuri na bid'a mbaya. Hakika si vingine, ameigawa bid'a kwa mtazamo wa kilugha. Kama tulivyosema, kuna baadhi ya wanawachuoni hugawa bid'a kwamba hii ni nzuri, hii ni mbaya, au bid'a hii ya wajibu, hii ni ya sunna, hii ni bid'a ya makruhu, hii ni bid'a ya haramu, hii ni bid'a ya mubaha, kama alivyofanya Al-Izz bin Abd Salam Sultanul Ulama kwenye kitabu chake Qawaidul Ahkam wa Masalihul Anam, kama alivyofanya hivyo. Pamoja na kwamba wanawazuoni walimpinga, kama Imam Shatibi alivyompinga katika kitabu chake Al-I'tisam kwamba hii taksimu ni amru mukhtara, lakini ala kulli hali wale walioigawa wamekusudia nini? Anasema aliigawa hiyo bid'a katika wanawazuoni kwenye bid'a nzuri na mbaya. Hakika si vingine, ameigawa bid'a kwa mtazamo wa kilugha. Mtazamo wa kilugha ni upi? Kwamba kila jambo jipya ni bid'a, hata ile mambo ya kilimwengu, kupanda gari bid'a, kuvaa hiki bid'a, kufanya hivi bid'a, akaingiza mpaka mambo ya kilimwengu na sio kwa ya kilimwengu. Kwa ndio maana bid'a wakaitafsiri kwa tafsiri pana, na hili tulitolea ufafanuzi siku za nyuma kwamba athari yake iko vipi. Na akasema na mwenye kusema kila bid'a ni upotevu, maana yake ni bid'a kisheria. Sisi tunazungumza kwa muktadha wa kisheria na kwa lugha ya kisheria na wanasheria wa Kiislamu kwamba hii ni bid'a dalala. Sasa wewe ngangania kwenye lugha tu, utaje si angalia hapa pana tin ukaenda mbele, lakini nenda utajikwaa mahali kuna dhalala huko mbele pia na taabu. Utatoka wapi? Maana wajisokomeza mwenyewe, wajiingiza mwenyewe mpaka fika mahali wanasa, hujui utotokana wapi. Sasa akasema, akaendelea kufanua Imam rahimahullah, ala tara, hata yasema si kwamba hawaelewi, wasikia na waelewa, lakini hawataki tu. Na ndio maana hutasikia shekhi yoyote wa kikhurafi au sufi anaweza kuyatumia maneno haya wala kuyatolea ufafanuzi, wajifanya kama hawajayaona. Watamwacha mwanachuoni huyu wa madhhabi ya Shafi'ia, Shafi huyu tena mufti wa Shafi'ia Makkah, watakimbia kwa Ibn Taymiyyah wamsingizie. Kwa wenu hebu angalia yule mwanachuoni wenu wasemaje. Huyo nyinyi mumkubali, sisi huyu tumkubali na yule tumkubali, wote wanawazuoni wetu. Pale kwenye makosa tutasema hili kosa,
lakini nyinyi hamumkubali yule. Sasa anasema ala tara anna as-sahabata والتابعين لهم بإحسان أنكروا الأذان لغير الصلوات الخمس كالعيدين وإن لم يكن فيه نهي، وكرهوا استلام الركنين الشاميين والصلاة عقب السعي بين الصفا والمروة قياسا على الطواف. kwani hivi uoni wewe namna masahaba radhiallahu anhum na wale waliofuatia wao kwa wema walivyopinga kuleta adhana katika isiyokuwa swala tano, kama vile kuadhini kwa ajili ya swala ya Idi, ijapokuwa hakuna makatazo, hakuna aya wala hadithi iliyokataza msiadhini siku ya Idi, hakuna. Sasa kwa sababu kwamba hakuna makatazo ndio watu wafanye, na kwa sababu ya kusema kwamba hii ni kheri, la, sio hoja ya kusema hii ni kheri. Na ndio maana kila mara tuwauliza, tuwaambia kuadhini siku ya Idi ni kheri, sio kheri? Adhana ni kheri au sio kheri? Kwa nini iwe ni bid'a dalala? Je, kuna aya au hadithi iliyokuja kukataza? Yani hapa tunazungumzia jambo la kiibada ambalo limethibiti katika mahali fulani na fadhila zake zimetajwa. Sikwambii masala ya watu kupiga midundo na kuimba na kucheza, sikwambii jambo hilo. Nakwambia jambo ambalo limethibiti hasa katika sharia kufanywa, lakini kwa kuwa halikufanywa katika hali hiyo au mahali hapo, Mtume swalla salam hakufanya, laambiwa hilo ni bid'a. Je, hii midundo? Kwa hiyo imamu hapa atakutueleza kwamba hivi uoni mambo hayo na kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam na hao maswahaba wameona ni makruhu kuzigusa nguzo mbili za Sham katika al-Kaaba au kuswali baada ya sa'i kama nilivyoeleza baina Safa na Marwa kwa kufananiza na tawafu, kufanya kiasi kule. Wewe huoni? asema wakadha ma tarakahu sallallahu alayhi wasallam ma qiyam al-muqtadi yakunu tarkuhu sunnatan ويكون تركه سنة وفعله بدعة مذمومة. vivyo hivyo na hukumu ni kama hiyo, yale aliyoyaacha Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na kuwepo sababu yenye kuhukumilia yenye kupelekea kutendwa kwake, inakuwa kuyaacha hayo ndiyo sunna na kuyafanya ni bid'a yenye kusemwa vibaya. Ni sunna gani kuyaacha? Ni sunnatun tarkiya. Kwa hiyo sikuleta mimi sunnatun tarkiya, hiyo imeletwa na kwa maelezo ya wanawazuoni rahmatullahi ta'ala alayhim. Kwa hiyo haya ndio yalikuwa majibu yetu sisi na ufafanuzi wetu katika nukta hii. Tukaleta maswali mengi tukamuuliza, na miongoni mwa maswali tuliyomuuliza, kwa sababu mifano imetolewa hapa na Imam Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala al-Makki, na mfano wa hilo ni swala la adhana siku ya Eid. Nalikariri tena, mimi nikauliza maswali mengi. Moja katika maswali hayo ambayo mimi nilitaka nijibiwe, hata kama siku utakapoamua kujibu watukana tu, leta matusi alafu jibu huko, lakini wajibu, sitaogopa, nitakwenda jibu tu, hayo matusi nitakuachia mwenyewe. Ni swali linalosema, je, akijitokeza mtu akaamua kuadhini katika swala ya Eid na akatangaza kuanzia leo katika msikiti wetu au katika viwanja vyetu tunavyoswali Eid tutakuwa tunaadhini, tunaleta adhana kwa ajili ya swala ya Eid, sisi tukatokea tukamkemea mtu huyo na tukamwambia kwamba hivyo wanavyofanya ni bid'a, akasimama pingine kwa sababu pingine afahamu ajua atakadalili, dipende dalili, tukamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam hakufanya wala masahaba, Mtume sallallahu alaihi wasallam hakufundisha, na sababu ya kufanya ilikuwepo.
na wala hakukuwa na kizuizi chochote kilichomzuia kufanya hivyo. Swali, je, hii ni dalili na hoja yenye kujitosheleza katika kuyaangusha madai hayo? Sasa pingine shekhe fulani, lakini tumkusudie shekhe mmoja hapa, wote watu wa bid'a waungane, hawawezi kulijibu swali hili. Sasa wanaweza wakakaa kimya kama hawajalisikia, lakini najua wamelisikia. Wanaweza kukaa kimya wakapotezea tu kama vile hakuja semwa kitu, mwacheni huyo. Alafu anashauliza na siku nyingine waibuka na mambo yao yale yale. Sasa wewe msikilizaji unaosikiliza maneno haya, libebe hili ni swali la msingi kabisa. Na sisi tunawakusudia hawa watu wa kawaida, hatuwakusudii hawa wenye mambo yao wenyewe. Sasa kama watajibu fabiha wa ni'ma, itakuwa ni khairi, lakini anna lahum dhalik. Na mimi hii ni challenge naitoa kwao, hawataweza kulijibu swali hili. Je, huyu mtu akija akisema kwamba tunaadhini, tunataka dalili, tukamwambia dalili yetu ni kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam hakufanya, sababu ya kufanya ilikuwepo na hakukuwa na kizuizi, je, hii ni hoja na dalili yenye kujitosheleza katika kulikataa jambo hili? Hili ndio swali. Au lazima tumletee aya au hadithi yenye kukataza jambo hilo? Hakuna. Je, itabaki kwamba yafaa kwa sababu hatuna aya wala hadithi? Je, itatosha kuwa kwamba ni kheri? Maana utakoniambie kwamba kutoka mwanzo mpaka mwisho adhana, wapi shari? Kwenye Allahu akbar ndio shari? Au ashhadu an la ilaha illa Allah ndio shari? Au ashhadu anna Muhammadan rasulullah ndio shari? Au hayya ala salah, hayya ala al-falah ndio shari? Haiwezi kuwa shari basi. Adhana yote ni kheri, na nyinyi mna hoja ya kheri. Kwa nini hapa isifanye kazi? Nabiuni biilmin in kuntum sadiqin. Wallahi hawana hoja katika hili. Wakijibu swali hili watabomoa yote waliotengeneza. Sasa usisubiri wewe ujibiwe. Wewe unaosikiliza usisubiri ujibiwe. Jiongeze wewe mwenyewe, yanayotolewa ni maneno ya sawa. Ondoa ushabiki. Usishabikie mambo ambayo huna namna ya kujinasua mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mtu huyu akijitetea akasema ni kheri, tutamwambia hapana, kheri ipi ambayo halijifundisha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wala hakufanya masahaba? Je, kwa kujitetea kwake kwamba hii ni kheri, naye atakuwa yuko sawa aafe kwa sababu kasema ni kheri? Mimi nitaka kulisisitiza zaidi swali hili. Kwa hiyo kwa mujibu wa maelezo haya niliyataja, tumepata faida ya kwamba maneno yale yaliyo katika as-sa'iqatul muhriqa si maneno ya sawa, ameyafumba. Wakati swala la tarki ni swala pana, litakiwa likunjue, atoe ufafanuzi kwamba kuna hili, kuna tarki katika sura hii. Mtume swalla salam akiacha katika sura hii hukumu yake ni hii, akiacha katika sura hii hukumu yake ni ile. Yani ina hukumu tofauti tofauti. Yeye kafumba katika hali moja, jambo ambalo si jambo la sawa. الإجمال في مقام التفصيل خلل في العلم قديما قيل. Hapo kali palishasema kwamba kufanya ijmali katika mahali kwa upambanuzi ni khalalu fil ilm, fa alayka bitafsil والتبيين فالإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخبط الأذهان والآراء كل زمان. maneno ya al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala.
Kwa hiyo haya ni maneno yametajwa na wanawazuoni, na mingine sikutaka kuyataja, nimeacha kwa sababu ya wakati, lakini kwa sababu majlisi tuko nazo nitakuja kuyataja inshallah mingineyo katika maneno ya wanawachuoni, kama maneno ya Imam Ibn al-Hajj katika kitabu chake Al-Madkhali. Ana ufafanuzi mzuri pia katika masala ya tark. Kwa hiyo ukirejea kwenye vitabu kwa faida zaidi juu ya masala haya, hebu rejea kwenye vitabu vichache nitakavyovitaja, na bila shaka vitabu vinapatikana kwa sasa. Kitabu Iqtida'u as-Sirat al-Mustaqim li mukhalafati ashabi al-Jahim cha Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, chapa ya juzu ya pili ya ukurasa wa 591 mpaka 597, na kitabu Sharh al-Kawkab al-Munir juzu ya pili, kitabu cha usuli maarufu, ukurasa wa 165, na kitabu al-Muwafaqat cha al-Imam ash-Shatibi juzu ya 3 ukurasa wa 157, na kitabu Majalis al-Abrar ma Khazinatul Anwar cha al-Imam Ahmad bin Muhammad al-Rumi, ambaye alikuwa ni mwanachuoni katika dola ya Uthman, katika ukurasa wa 135. Pia na ile bahthi ya kielimu kama mtu atapenda, inaitwa Sunnatu Tarkiyya mafhumuha wa hujjiyatuha cha Dr. Yahya ibn Ibrahim Khalil. Kwa hiyo takiwa uangalie huko, usidishe tu idha lam tara al-hilala fasallim li unasin ra'awhu bil absar. Kama wewe huja uona mwezi mwandamo, wakubalie waliouona kwa macho, wakubalie watu waliouona kwa macho. Sema hakuna hii, kaleta yeye, la, idha lam tara al-hilala fasallim li unasin ra'awhu bil absar. Sasa baada ya haya ambayo sisi tumeyaeleza, huyu bwana akaja na jambo moja la ajabu kabisa la ujanja, ambayo sasa haya niliyasema sasa hivi nimeyakariri kutoka kwenye majlisi zilizopita na kuongezea kidogo. Sasa baada ya kumthibitishia kwamba sunna at-tarkiyya iko na imeelezwa na wanawazuoni wakubwa ambao yeye anawakubali na sisi tunawakubali, yamo ndani ya vitabu nilivyovitaja, na wala sikutunga mimi kwa ujanja wangu tu kama anavyodai yeye. Sasa yeye alikuja na maneno ya hatari kidogo. Yeye anadai kwamba sahaba al-Khalifatu ar-Rashid Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu ameikhalifu hii sunnatun tarkiyya kwa kukubali kukusanywa Qur'ani katika msahafu mmoja. Kadhalika al-Khalifatu ar-Rashid Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu ameikhalifu sunna hii at-tarkiyya kwa kuhuisha swala ya tarawih msikitini nyuma ya imamu mmoja. Akaleta maneno ambayo nitayanukuu hapa. Bwana anasema, sasa kama wakati wa mtume haijahukumilia, je, wakati huo ilikuwa haja imehukumilia watu kukutana wakamtangaza mtume? Ilikuwepo haja hiyo? Yaani mtume mwenyewe alikuwa na haja ya kuwakusanya watu awaambie, nimezaliwa fi Rabiul Awwal yaumul ithnain, mimi wazazi wangu ni nani na nani, watu itikieni sallallahu alayhi. Ilikuwepo haja hiyo? Watu wote wamuona mtume sallallahu alaihi wasallam, huyu hapa tuko naye. Akasema mtu mmoja akaenda akamtunza pale, akamwambia asante shekhe, naye akajibu asante. Akaendelea asema, kila mtu anamuona mtume sallallahu alaihi wasallam, huyu hapa mbele yetu, na kila mtu aona jana tu tumetoka vitani, kila mtu aona sisi tulimzunguka mtume sallallahu alaihi wasallam ni sahaba, na wengine wakaja wakaishi na sahaba wa mtume. Sasa pale kulikuwa na haja gani hiyo iliyopelekea kwa watu wangekutana
kama tukutanavyo. Sasa tumtaje Mtume sallallahu alaihi wasallama, tukumbushane tarehe yake, kuzaliwa kwake. Haikuwepo haja kipindi hicho, na sisi ndio jawabu letu hilo. Basi watu wakacheka pale. Sasa akarudi katika ile hoja ambayo nimetaja jana na leo, asema kama kukusanya Qur'ani hakukuhitajika wakati wa Mtume, basi hata kukutana hivi haikuhitajika wakati wa Mtume, wala wakati wa sahaba, wala katika al-qurunul mufaddala, kwa sababu ni kuruni ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akijulikana sana katika kuruni hizo. Mwisho wa kunukuu. Yani nataka kusema kwamba si nyinyi mnasema kwamba jambo ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliloliacha, ikiwa hakuna haja iliyohukumilia kufanywa, haja ikipatikana kuja kulifanya jambo hilo, sio bid'a. Na sisi tunasema, kwa hiyo atakubaliana na hoja yangu, na sisi tunasema suala la kumtaja Mtume na kumtangaza sallallahu alaihi wasallam, haja hiyo haikuwepo wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini? Kwa sababu maswahaba walikuwa wamjua. Sasa ilikuwa iko na haja gani ya kukaa kwamba mimi nimezaliwa fi Rabiul Awwal, siku ya Jumatatu, babangu ni fulani na fulani na mamangu ni fulani, jitikeni sallallahu alaihi. Kuna haja gani? Lakini sasa hivi kama al-muqtadi li fi'lihi, ile muqtadi yenu mlioitaja, na huku pia ndio hii hapa. Watoka vipi hapo? Kwa sababu kweli ni mtihani mzito sana kwa hawa ndugu zetu, lakini kitu kikubwa ni kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala tawfiq, na kuomba Allah subhanahu wa ta'ala tuongoze katika njia ya haki. Ikiwa huyu mtu anayesema haya lengo lake ni kuitafuta haki, basi Allah amuongoze katika njia ya haki, na wale wanaosikiliza maneno wakiwa lengo lao ni kutafuta haki na si ushabiki, basi Allah pia waongoze katika haki, na sote atuongoze katika njia iliyo sawa sawa. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Lakini kihakika hasa maneno yake yamejifunga ovyo ovyo, na wala hayakuyajenga katika msingi wa kielimu kabisa. Sidhani kama ilikuwa amejipanga azungumze, au ndio mablaghi ya ilmu yake na ufahamu wake. Lakini haiwezekani kwamba ni mtu alikaa akapanga akafikiria akasoma akaangalia masail alafu aje aseme hivi. Ikiwa haya mambo ameyazungumza kutokana na fikra na kufikiria na kutafakari na bahthi ya kiilmu, ameyazungumza hivi, haya ambayo ayazungumza tu irtijalan bila ya kujipanga, inakuwaje? Sasa mimi ushauri wangu, anapotaka kuzungumza mara nyingine, na hasa anapotaka kunijibu mimi, atakiwa ajipange. Usikurupuke tu, jipange, ujibu kielimu. Sio sema ajiona ajua yule. Sisi hatuna elimu za hivyo, lakini huwezi kutudanganya kirahisi kwa misingi tulionayo ya kielimu na misingi ya kiutafiti, na tunajua kuyahoji masala, si kwa kujisifu kwamba ufui dafu hapa utamshinda nani wewe, manake azungumza lugha kama hizo. Haya, twende mimi na wewe sasa. Hapa na maswali ya msingi. Je, ni kweli sahaba mtukufu Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu amekhalifu sunnatun tarkiyya kwa kukubali kukusanywa Qur'ani katika msahafu mmoja? Je, ni kweli as-sahabiyyu al-jalil Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu al-Faruq amekhalifu as-sunnatu at-tarkiyya kwa kuhuisha swala ya tarawih msikitini? Ukweli ni kwamba masahaba hawa watukufu Allah awaridhie
wamefanya mambo ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyaacha kwa sababu ya kuwepo kizuizi kilichomzuia yeye sallallahu alaihi wasallam kuyafanya, na kizuizi hicho kilipoondoka baada ya kufariki kwake sallallahu alaihi wasallam, wao waliyafanya haya. Abu Bakar radhiyallahu anhu alikubali kazi ya kukusanya Qur'ani ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuifanya katika wakati wake kwa sababu ya kuwepo kizuizi kilichomzuia, na kizuizi chenyewe ni kuendelea kushuka kwa Qur'ani. Aya na sura zilikuwa bado zinashuka na nyingine zikifutwa. Maana tuambiwa suratul Ahzab ilikuwa kama suratul Baqara. Sasa ingekuwa ndio kwenye msahafu kuna kazi ya kufuta hizi, kuandika zile na kuweka hivi na mpangilio wake. Kwa hiyo jambo hili lilikuwa kama ni kizuizi katika wakati wake, na alipofariki kizuizi hiki kiliondoka. Na Umar radhiyallahu ta'ala anhu aliuisha sunna ya tarawih kwa jamaa nyuma ya imamu mmoja msikitini, sunna ambayo Mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam aliifanya na akaiwacha kwa sababu ya kizuizi cha kuogopea kufaradhishwa. Kizuizi hiki kilipoondoka baada ya kufariki bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na kukatika wahi, ndipo Umar radhiallahu anhu alipoirudisha swala hii kwa utaratibu ule ule aliokuwa akiufanya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hivyo basi jambo kama hilo haliitwi bid'a kisheria, bali hiyo ni sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam na ni sunna ya makhalifa wake waongofu na ni kheri. Na kisha basi isitoshe, sunna hiyo imefanywa na makhalifa waongofu na imefanywa mbele ya masahaba na wote wakaafiki, na hakuna aliyekhalifu jambo hilo hata mmoja, wala hakuna aliyepinga. Kwa hiyo ikawa ni ijma'i ambayo pia nayo ni hujja ya kisheria. Ama kuwa Umar hakumwambia Abu Bakar, wewe ni khalifa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, yani badala ya kumwambia Umar baada ya Abu Bakar kusema tutakatufanye jambo ambalo hakulifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam, Umar hakumwambia wewe ni khalifa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakumwambia hivyo. Kutokumwambia hivyo hakupingani na uhalisia wa hilo. Bado Abu Bakar ni khalifa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na mwenendo wake ni wa kufuatwa mbele za ahli sunnati wal jamaa. Mwenendo wa Abu Bakar radhiyallahu anhu ni mwenendo wa kufuatwa mbele za ahli sunnati wal jamaa kwa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, iqtadu billadhain ba'di Aba Bakr wa Umar, alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin. Kwa maneno hayo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam atabakia kweli Abu Bakar kuwa yeye ni khalifa na mwenendo wake ni wa kufuatwa, hata kama Umar hakumwambia hivyo, alimwambia tu kwamba jambo hilo ni kheri. Ama kuwa aliambiwa lakini hiyo ni kheri, ni kweli hiyo ni kheri, pia ni sunna aliyoiacha Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuwepo kizuizi kilichomzuia ambacho tumekitaja. Hivyo kutendwa kwake baada ya kuondoka Mtume sallallahu alaihi wasallam ni sunna, na hilo halimaanishi kwamba kila mtu anayo nafasi ya kuweka utaratibu au kuzusha ibada katika dini kwa kisingizio kwamba hiyo ni kheri kwa mtazamo wake au kwa mtazamo wao. Eti kwa sababu Umar alimwambia Abu Bakar kwamba hiyo ni kheri, basi ndio ushahidi wa kwamba kuna watu au kikundi cha watu chaweza kuanzisha kitu katika ibada kwa kisingizio kwamba kitu hicho ni kheri, kwa sababu Umar alimwambia Abu Bakar hiyo ni kheri, na Abu Bakar akakubali. Na akifanya hivyo atalazimika kujibu maswali haya ya msingi: kama ni kheri, mbona hakuifundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam? Je, kwa sababu haikuwepo haja iliyohukumia kufanywa katika zama zake? Je, kulikuwa na kizuizi chochote kilichomzuia? Kwa nini makhalifa waongofu na maswahaba wengine na maimamu katika al-qurun al-mufaddala hawakuifanya kheri hiyo unayoiona wewe kuwa ni kheri? Maswali haya atalazimika kuyajibu.
Sasa tukirudi katika hoja yake ambayo yeye alitaja kwamba masahaba au mtume sallallahu alaihi wasallam hakukusanyika ili kuelezea watu sira yake na shamaili zake na mambo yake na kujitangaza yeye, kwa sababu haja haikukumilia katika wakati wake. Kwa hiyo hakuwa na sababu ya kujitangaza yeye, kwa sababu maswahaba walikuwa wakimjua sana. Sahaba walikuwa wakimjua sana mtume sallallahu alaihi wasallam, ikawa hiyo ndio sababu. Maneno haya yanatupa nukta tatu ndani yake. Anataka kutuambia kwamba maulidi hayakusomwa katika enzi za mtume sallallahu alaihi wasallam, wala enzi za masahaba, wala enzi za tabi'in, wala katika al-qurun al-mufaddala, enzi za maimamu wakubwa kama kina Abu Hanifa, Malik, Shafi'i na Ahmad rahimahumullahu ta'ala. Na nukta ya pili anataka kutuambia kwamba hayakufanyika hayo kwa sababu haikuwepo haja iliyopelekea watu kufanya hivyo, kwa kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam alijulikana sana katika wakati huo. Nukta ya tatu ni kwamba anataka kufanya mukarana, kama kukusanywa Qur'ani hakukuhitajika katika wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam, basi hata kukutana kama hivi kwa ajili ya kumwadhimisha mtume sallallahu alaihi wasallam na kumfurahikia hakukuhitajika katika wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam, wala wakati wa sahaba, wala katika al-qurun al-mufaddala, kwa sababu quruni hizo mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akijulikana sana. Sasa ndugu yetu huyu ameingia kujificha kwenye kichaka cha miba. Nataka tumtoe, tukitie moto kichaka atoke hapo. Kwanza tukubaliane, hoja yetu ya msingi ni kuwa aliloliacha mtume sallallahu alaihi wasallam, manake kashatukubalia jambo hili, ametukubalia. Iwa amefanya hivyo jadalan, kwa sema naftaridhu jadalan, akalikubali, au nusallimu jadalan. Naftaridhu jadalan au nusallimu jadalan, tunakubali kwa njia ya kimjadala kwamba aliliacha mtume sallallahu alaihi wasallam, pamoja na kuwepo haja yenye kuhukumilia kufanyika jambo hilo na kukosekana vizuizi kulifanya jambo hilo, baada ya kupatikana haja au kuondoa kizuizi ni sunna na sio bid'a. Tunakubaliana sisi na yeye katika msingi huo. Bila shaka hilo tumesema tunakubaliana kutokana na hoja yake aliyoijenga kwamba watu au mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwakusanya watu na kuanza kujisifu na kujitangaza, kwa sababu ilikuwa ajulikana sana katika karne hizo. Kwa hiyo hii haja haijakuwepo. Haja ilipatikana baada ya kuwa sasa watu wanaanza kumsahau mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ameikubali hoja hii. Sasa sisi tuna maswali ya kumuuliza. Swali la kwanza, je, mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwahi kujieleza kabisa yeye mwenyewe, akajizungumzia yeye mwenyewe? Kama atasema ndiyo, hakuwahi kujisifu wala hakuwahi kujielezea kwa sababu ya kutumia ubishi tu, sisi tutamuuliza tena swali jingine. Lakini swali letu la kwanza, je, mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa maana hiyo, je, mtume sallallahu alaihi wasallam hakujisifu, hakujielezea kwa sababu watu walikuwa wamjua sana? Akisema ndiyo, hakujisifu wala hakujielezea mtume sallallahu alaihi wasallam, wala hakuwa na haja ya kuwakusanya watu alafu wajisifu yeye, tunamuuliza swali jingine, je, maswahaba walimjuaje mtume sallallahu alaihi wasallam katika sifa ambazo au katika mambo ambayo hawawezi kujua isipokuwa yeye aeleze? Kwa mfano, wao walijuaje kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam akisimama katika swala anawaona watu walioko nyuma yake kama anavyowaona walioko mbele? Mmenielewa hili?
hadithi katika Bukhari na Muslim, Mtume sallallahu alaihi wasallam anawaambia watu, inni la arakum min wara'i dhahri, mimi nawaona nyuma ya mgongo wangu, huko nyuma nawaona. Kwa sababu hadithi, hal tarawna qiblati ha huna fa wallahi ma yakhfa alayya khushu'ukum wala ruku'ukum, nakiona kibla changu mimi hapa, na hapa kwa Allah mimi haijifichi kwangu mimi juu yangu khushu' yenu wala rukuu yenu, kwa sababu inni la arakum min wara'i dhahri, mimi nawaona nyuma ya mgongo wangu. Hizi sifa za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Walijuaje masahaba kama Mtume sallallahu alaihi wasallam hakujitangaza na kujielezea? Kama ukisema kwamba sababu haikuwepo vipi wangejuaje? Je, watu walijuaje kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam akiumwa, akipatwa na homa yake inakuwa kali kama wanavyoumwa watu wawili katika watu? Yani homa yake sio ndogo, vile wanavyoumwa sana, basi mfano wake mara mbili ndivyo anavyoumwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akipigwa kichwa kikimuuma, basi ni zaidi ya wewe unavyoumwa mara mbili yake. Na hivi ndivyo anavyotueleza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anasema, dakhaltu ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'ak, niliingia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na hali ya kuwa anaumwa. Famasastuhu, nikamgusa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqultu ya Rasulullah innaka tu'aku wa'kan shadidan, hakika wewe unaumwa homa kali sana. Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ajal inni la u'aku kama yu'aku ar-rajulani minkum, muttafaqun alayh, mimi ninaumwa kisawa sawa kama wanavyoumwa watu wawili miongoni mwenu. Sasa watu wangejuaje kama yeye hakujieleza? Kwa sababu asema muktadha haukuwepo. Maswahaba wangemjuaje Mtume sallallahu alaihi wasallam? Kama Mtume sallallahu alaihi wasallam hakujitangaza, kwa kuwa haja haikuhukumilia kufanya hivyo kama unavyodai, ni nani alikuwa akisema katikati ya uwanja, ana nabiyyu la kadhib ana ibn Abdul Muttalib, mimi ni nabii wala si uongo, mimi ni mimi ni mwana wa Abdul Muttalib. Ana nabiyyu la kadhib ana ibn Abdul Muttalib, mimi ni nabii wala si uongo, mimi ni mwana wa Abdul Muttalib. Alitangaza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ukisema kwamba hakuwaambia watu mimi nimezaliwa Rabiul Awwal yaumul ithnain, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoulizwa an sawmi yaumil ithnain madha qala, dhaka yawmun ulidtu fihi wa bu'ithtu fihi au unzila alayya fihi. Mbona kudanganya watu? Hakusema Mtume sallallahu alaihi wasallam, alisema mimi ndio siku niliyozaliwa. Hakusema tarehe 12, na ndio maana wanaozuoni wamekhtalifiana kwa tarehe 12 ya mwezi wa mfunguo 6. Alizaliwa siku ya Jumatatu, kawaeleza maswahaba zake. Sasa hakusema hilo, unataka wewe kwamba haya itikieni sallallahu alaihi, hakusema hilo, lakini aliwaambia. Je, Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa swali hilo ni swali, je, Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwaambia kwamba mimi nimezaliwa Jumatatu? Au litaka aseme nimezaliwa mfungo 6 tarehe 12 alafu waambie itikieni sallallahu alaihi wasallam au sallallahu alaihi? Na kama bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alijielezea kwa watu, je, maana tunasema kumbe mmekubali kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alijielezea? Ndiyo, tukubali kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alijielezea, na sisi hatulipingi hilo, lakini twapinga maneno haya ambaye anayatumia kama uchochoro na kama kichaka cha kujifitia mudiri huyu, kwamba jambo hilo halikufanyika kwa sababu haja haikuwepo. Si kweli. Jambo hili au mambo haya yalifanyika, lakini kwa mtindo gani na kwa namna gani? Hapa ndio kwenye jambo la msingi. Kama ikiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alijielezea kwa watu, je, alijielezea ikiwa haja imehukumilia hilo au hapana? Au
mudiri huyu wa Shamsul Maarif anataka kutuambia kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alijielezea bila ya watu kuhitajia hilo. Je, kwa mawazo yake anaona hilo linalingana na hikma na utukufu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba Mtume anaweza kujisemea tu wakati mwingine watu watawa hahitaji kama asema tu? Haiwezekani. Yeye ni rasulu rabbil alamin, wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Na kama atathubutu kuwaambia watu kwamba bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam hakujielezea hata kidogo, je, watu walizijuaje sifa zake za ndani? Atuambie. Kama maswahaba waliweza kujua wasifu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa baadhi ya mambo walioyaona, hapa pana swali la msingi kabisa. Kuna maswahaba pengine wanasema maswahaba hawakuhitajia kwa sababu walimuona, kama wanavyoeleza kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anavyoelezwa katika kitabu cha sira kwamba alikuwa azhara launi, mzuri wa rangi, adaja, kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam azhara launi, adaja, anjala, ashkala, ahdaba al-ashfari, ablaja, azajja, aqna, aflaja, daqiqa al-masruba. Sawa, kama ikiwa hawa waliweza kumfahamu Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba alikuwa azhara al-lawn, mzuri wa rangi, adaja, mweusi wa mboni ya macho, anjala, mwenye macho makubwa mazuri, ashkala, mwenye macho meupe, ahdaba al-ashfari, mwenye nyusi nyingi, ablaja, mwenye kung'aa uso, azajja, mwenye nyusi nyembamba, aqna, mwenye kuondokea pua, yani pua yake ni ile mgongo wa pua pale pamepinda juu alafu imejikunja nyembamba, ndio maana ya aqna. Lakini pia aflaja, mwenye mwanya kwenye meno yote, daqiqa almasruba, mwembamba wa nywele za kifua. Ikiwa mathalan walimuona hao wakazijua sifa hizo kwake yeye sallallahu alayhi wa alihi wasallam, je, wale watu waliokuja baada yao, tabiina na maimamu walioishi katika karne tatu bora, je, walimjuaje? Hilo ndio swali letu. Si haja haikuwa walikuwa wamjua sana, walimjuaje? Ikiwa hawa walijua kwa sifa hizi, labda walimuona, je, wale waliofuatia walimjuaje? Je, haikuwepo kwao haja ya kumjua Mtume sallallahu alaihi wasallam na kutangazwa hilo? Na kama haja hiyo ilikuwepo na walitangaziwa mtume wao, je, walitangaziwaje? Maswali yanaendelea. Je, walitangaziwa kwa namna na mtindo, kwa namna na mitindo mnayoifanya nyinyi, kwa kuimba, kupiga ngoma, firimbi, na sasa hivi kuna mapiano na ala nyingine za muziki, na kucheza kwa kutingisha mabega, kurusha mikono, kurukaruka, kukata viuno? Je, alitangazwa hivyo kama mnavyofanya nyinyi, au ni kama tunavyofanya sisi kwa kuwasomesha watu kwa njia mbalimbali zikiwemo durusi za kiilmu na khutba za Ijumaa na mihadharati mbalimbali, tukawa tumueleza Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na watu wakawa wamjua? Je, njia ipi ilitumika kwa hawa watu wa karne hizi tatu bora katika kumuelezea Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Na kama madai ya kwamba haikuwepo haja ya kukusanyika na kumtangaza Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu watu wa zama hizo walikuwa wakimjua sana, swali, je, watu hao walimjua sana kwa kupitia njia ipi? Yani kwa mfano watu kama tabiina na maimamu waliokuja baada yao walimjuaje Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Sasa ni njia ndiyo haifai kwa mkaona ni njia nyingine mpya, au ni jambo halikuwepo sasa mmeamua kuliuisha upya? Hivi ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo maneno yake
hayana mashiko kabisa pale alipodai kwamba haja haikuhukumilia ya kumtangaza Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika enzi hizo, kwa sababu alikuwa akijulikana sana. Haya si maneno ya sawa sawa, na ili iwe kwamba atakafananisha kwamba kama ulivyosema kwamba haikuwepo haja ya kukusanywa Qur'ani katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam na enzi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na haja hiyo ikapatikana baadaye, au kulikuwa na kizuizi kilichozuia kukusanywa Qur'ani, kizuizi kikaondoka baadaye, basi na sisi vile vile haikuwepo haja ya kutangazwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika enzi zake na enzi za maswahaba. Baadaye huko haja ndio ikapatikana, kwa sababu wale wote watu wa karne tatu walikuwa wakimjua. Tunasema sio kweli. Hapo ulipojifunika hapo kwenye hicho kichaka, hicho ni kichaka cha miba na tumeshakitia moto uko kweupe. Haya, jibu sasa, maswali ndio haya. Tumeelewana jamani? Kwa hiyo sio lazima useme na sio lazima ujibu. Wakati mwingine unaweza kaamua kukaa kimya tu, na wala usirudie tena kusema haya uliyosema, utafute maneno mengine. Halafu sisi tuendelea kuzitaja tu hoja hizi, lakini usiwatie watu ujinga ukaona kwamba umetoa hoja na sisi hizo ndio hoja zetu. Hoja ziko wapi? Wallahi hakuna hoja hata moja. Je, muktadhi ulikuwepo wa kutaja Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa shakli hii katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, au haukuwepo muktadha huo? Haikuwepo muktadhi huo, almuktadhi lenye kupelekea na kuhukumia, lilikuwepo haikuwepo? Alafu suala la kumwadhimisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, suala la kumfurahia Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumtangaza Mtume sallallahu alaihi wasallam ni ibada. Kama haikuwekewa utaratibu kwa mitindo fulani, kulihusisha jambo hilo kwa mitindo fulani kiasi ambacho yajengeka katika dhana kwamba huu ndio utaratibu wa sheria, hiyo ndio bid'a. Sasa na hili nalo likatae. Lakini kwa hakika jamaa hawa ni muflisun, wamefilisika na wala hawana hoja katika yale wanaoyadai. Sasa hawa ndio wakubwa wao, hadha kabiruhum fasalu. Huyu ndio mkubwa wao. Sasa muulizeni, aweza kujibu? Kwa leo nitakuwa nimefika mwisho katika muhadhara au katika majlisi yetu hii. Insha Allah kwenye majlisi nyingine tutakuja na ukamilifu wa hoja zake au shubuhati zake alizozitaja. Maneno yake ni mengi, lakini insha Allah tutajaribu kufupisha, tusiende mbali sana. Kile kilichokuwa na umuhimu wa kujibiwa tutakijibu moja kwa moja, na kile ambacho kitajibiwa kwa maswali na kujenga maswali ni jambo moja nzuri sana na wasaidia watu. Mtu akikaa akisikiliza anaweza kujiongeza kupitia maswali. Maana watu pia watakiwa wafundishwe kuhoji. Si kila mtu aweza kuhoji, na unapohoji unatakiwa kuhoji kwa msingi, kwa hoja, kwa ile msingi wa hoja ulioweka, sio kwamba wauliza. Kwa hiyo mambo kama haya nyinyi tulabu ilmu unatakiwa muyadhibiti. Akikuona kwamba yule salafi ajificha, kama alikuwa azungumza nyamaza, hapa nitapigwa maswali 200 hapa, sitajibu hata moja. Hawa wana maswali ya msingi, wana hoja za msingi, sio kama hawaelewi, wanaelewa lakini hawataki. Sasa sisi hatuna shida na wao, shida yetu ni watu wengine wanaodanganywa. Tutawafahamisha waelewe, tutawatoa katika usingizi walionao waelewe. Sitaka basi sisi hatukalifishwa kuongoza watu. Wama alaina illa albalaghul mubin. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Naam. Ndio semaje?
قلتم اقتدوا بالذين بعد، اقتدوا بالذين من بعد، اقتدوا بالذين من بعد أبا بكر وعمر، wafuateni wale ambao wako baada yangu mimi ambao ni wawili hao wawili Abu Bakar na Umar. Maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Naam. Maneno ya Ibn Hajar al-Haytami yako katika kitabu chake kinachoitwa Al-Fatawa Al-Hadithiyya, kwa chapa yangu ile ya zamani ni ukurasa wa 200. Chapa mpya sikumbuki, lakini maneno yakumbuka katika chapa ya zamani ni ukurasa wa 200 wa chapa ile katika kitabu Al-Fatawa Al-Hadithiyya. Muulizaji anauliza katika kitabu gani cha al-Imam Ibn Hajar? Kwenye Al-Fatawa Al-Hadithiyya. Wallahu a'lam. Naam. Nenyo sauti mpe Mungu. Naam, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Katika mwanzo wa muhadhara, katika kutaja mifano ya sunnatun tarkiya, uligusia swala la vichinjo vya hakika, kwamba Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kuna baadhi ya vichinjo hakuvichinja, bali alichinja vichinjo maalum, na baadaye kaelezea ya kwamba kuchinja vichinjwa visivyokuwa vile ambavyo amevichinja Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kataja mfano kama pofu na baadhi ya wanyama, kwamba jambo hilo linaingia katika bid'a. Sasa nilikuwa naomba kama kuna ufafanuzi kidogo katika maelezo haya, kwa sababu al-Imam Ibn Qayyim rahmatullahi ta'ala alayhi katika Tuhfatul Mawdud, kumbuka kama kuna baadhi ya ulama pia na baadhi ya masahaba amewanasibishia ya kwamba walikuwa wakiona kufaa kuchinja hakika kwa asiyekuwa mbuzi na kondoo. Barakallahu fikum. Allahu a'lam. Lakini tunachokifahamu kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuchinja isipokuwa al-ghanam. Basi. Naam. Kuna wakati na kusikia barakallahu fika unasema Ibn Qayyim al-Jawziyya, alafu kuna wakati msomaji anasema Ibn al-Qayyim, wanafanya taarifu kwenye al-Qayyim. Sawa sawa, inasomwa kama bila taarifu Ibn al-Qayyim, na kama ikiwa ni kwa taarifu kwa idhafa Ibn Qayyim al-Jawziyya, Ibn Qayyim al-Jawziyya ndio sawa. bila idhafa Ibn al-Qayyim, pia usema Ibn Qayyim, Ibn al-Qayyim na Ibn Qayyim al-Jawziyya. Naam, uliza. Wewe uliza tu, pengine utakuwa ukiuliza ndio umsaidie. Usikiki anadai kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anajulikana sana wakati wa masahaba, kwa hiyo haikulazimika tangaza madai yake anavoleta. Kwa hiyo baadaye Mtume sallallahu alaihi wasallam amekufa, wamekuja tabiina, wakaja tabiina, bila shaka hawa hawakumuona. Kwa hiyo katika lazimika waelezewe. Wakati ule pia Mtume hakujieleza. Sasa
Kwa hiyo wangekuwa wajinga wote katika kumjua Mtume. Alikuwa ajulikana. Yeye anasema wanamjuaje tabiina? Alikuwa ajulikana, sio hapo swali, wamemjuaje? Kwa sababu sasa masahaba jalia ndivyo, kama masahaba yani yeye anavyoeleza kwamba masahaba wamemuona, walazimika kuwaeleza. Lakini pia kuna swali la msingi kwamba kuna vitu vingine vilikuwa vya ndani, ilikuwa mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam aseme, au vingine hawamjui kwamba Mtume anajulikana kwa vitu hivyo. Alikuwa anaeleza, jamani, mimi mwenye katika kufunga mimi nalishwa na Mola wangu, kwa sababu usingejua bila kwamba Mtume anakula, uone na wao wangefanya miswali tu watu wengi. Kwa hiyo lazimika yajieleze. Sasa nilikuwa nakusudia kwamba maswali haya unahoji, unakusudia kwamba je, hayo tuyazingatie kwamba maulidi pia ndio maulidi yake ilikuwa yako hivyo, ambayo hata sisi sababu hapa ninachokusudia, kwa sababu akisema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ajulikana sana, atueleze alijulikana sana kwa njia ipi? Kama maswahaba walimjua kwa kumuona katika baadhi ya mambo ya dhahiri, je, yale mambo ya ndani ambayo mpaka aeleze Mtume sallallahu alaihi wasallam, je, alikuwa akiwaeleza vipi? Haya maswahaba walikuwa wakimjua kwa yale waliomuona, au kwa baadhi walikuwa ambao wamemuona naye. Je, hawa tabi'ina nao, je, atba'u tabi'in, yani watu walikuja baada ya Mtume na baada ya maswahaba, wao walimjuaje? Kwa swali la msingi, kama walikuwa wakimjua kwa kuelezewa. Mimi nitaanza naye leo katika baadhi ipi ndio haya maulidi, kama sababu sasa ya kusoma maulidi wakati tabiina ilikuweko, sababu walikuwa min ibadatu bahdha, ukiifanya kwa ria upata dhambi na ibada itabadilika. Kama watu waliozaliwa Madina, na lazima uifanye, na walioishi Madina walikuwa wakiwasikia baba zao wakisema, je, wale waliokuja kutoka mbali sasa tukirudi katika walimsikia wapi? Walimsikia nani? Sawa, tuache atba'u tabi'in waliokuja baadaye, kina Imam Malik na wengineo, walimjuaje Mtume sallallahu alaihi wasallam? Bila shaka ni kwamba walielezewa na wakasomeshwa na mashaikh zao namna alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na watu wakalipatiliza hili ibada, isipokuwa kukamata zile sunna za kuzikamata za kushikwa na kufanywa zile kutekelezwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatangaa kwa hivyo. Sasa ukisema kwamba haja ilikuwepo ili watu wamjue, na kama haja ilikuwepo na akaelezwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio hivi mnavyofanya nyinyi, na asiyefanya hivi, watu wasipofanya hivi, Mtume sallallahu alaihi wasallam hatajulikana. Sasa nenda kwa mtu anayehudhuria maulidi kila siku, mwambie nielezee wasifu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama hakukaa darasani kusoma kwa sababu ya kuhudhuria maulidini tu, wewe wafuate wazee watu washike mbele, Mtume ikoje? Hawezi kumweleza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tukikubaliana kwamba kumwadhimisha Mtume sallallahu alaihi wasallam ni ibada, kule kutokueleza sitakuwa ameficha pia katika mambo wahi, bali bila shaka kumjua yeye na kumwadhimisha kule ni ibada. Kwa hiyo kama haikufanywa wakati ule ikafanywa sasa, itakuwa pia alificha. Alafu maneno yake na tanakubi, kwa sababu ukisema ajulikana sana kwa lipi, kwa njia ipi kama sio njia ya kuelezwa? Kwani kila jambo utamjua mtu kwa kumuona? Yani wamuona tu kila mtu, yule bwana, mimi bwana namuona tu, simjui bwana, siko mpaka ukae naye akueleze iko vipi, tabia yake iko vipi, ndio utakuwa mjua mtu. Lakini ukutana naye tu barabarani bwana, au amuona tu. Kwa hiyo maneno yake yanalazimu kuwa maswahaba walielezewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali ndio uhalisia hasa kwa muktadha au almuqtadi lita'dhimihi au almuqtadi lidhikrihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ilikuwa ni qaib fi ahdi sallallahu alaihi wasallam, waqad fa'al, na hilo amelifanya. Lakini anataka kuingia hapa kujificha kwenye hiki kichaka, lakini hakiweza kumstiri. Sasa inshallah nitaangalia moja mambo mawili, kwa sababu kuna mtiririko haya maneno yake ilikuwa inakwenda nayo mpaka tufike mwisho. Lakini pia kuna hoja ya pili katika asaiqa ya maneno ya Ibn Taymiyyah ambayo nimeyapa muda kuyaeleza.
na hivi ni vitu viwili viko tofauti. Sasa naona katika hikma, baada ya kuelezea masala ya tark ambayo yametajwa kwenye as-sa'iqa, itakuwa vizuri tuelezee masala ya kauli ya Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, pamoja na kwamba yeye hakuigusia kabisa, hakuileta, lakini watu wake waliileta. Kuna mtu mmoja alikuwa akizungumza, akaelezea, akafafanua al-haddu tam, mara akaelezea kisa cha mujrim, mara basi eleweki, hata sijui alikuwa ataka nini, kazunguka huku kazunguka kule. Ina maana masahaba wakumfurahia mtume walikuwa kikao wamenuna tu, sio wanaelewa vitu gani, sio wanaelewa vipi, sio yote, na akawatia kwenye ujinga watu. Sasa iko haja ya kulizungumza ile jambo kwa mtiririko, alafu tutakuja kwenye kadhia yake insha Allah, tumalizana naye. وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.